kilichotokea ndio hicho ambacho Simba wamefanikiwa kupata ushindi wa goli moja kwa bila pale ugenini. Na tuanzie hapo, imekuwa nyepesi kiasi gani kwa wekundu wa Msimbazi Simba kupata matokeo away? Unajua ligi ya mabingwa kushinda away sio jambo dogo. Tena kwa Tunisia Simba ni mara ya kwanza ameweka rekodi hiyo. Sababu za kwa nini Simba wamefanikiwa, hoja kubwa sana itaanzia kwa kocha Fadlu na benchi lake la ufundi. Aliandaa game plan nzuri baada ya kujua Sfaxien na akajua naenda ugenini, nahitaji kucheza kwa heshima sana. Kwa hiyo aliwasisitiza wachezaji wake muda ambao wana mpira wajilinde kwa kweli mbele ya goli lao. Ndio ambao ilikuwa wao uliona wakina Shemalon, wakina Hamza, wakina Mohamed Hussein Kapombe, kupanda kwao hakukuwa kama kawaida tu, ilikuwa kama hesabu. Hawa ni muda mwingi mstari wao ulikuwa uvurugiki, lakini juu yao alimweka Yusuf Kagoma pamoja na Fabrice Ngoma na Kibu Dennis pamoja na Mpanzu, na hii line ya pili ilikuwa itanuki sana kuachana na line nyingine. Kwa mbele alimweka Ahua na Teba ambaye tunajua kazi yake kupress, anatoa balance nzuri sana. Sasa hii mistari ilikuwa iachane, muda mwingi ilikuwa kwa Kamara katikati, na faida anakuwa ukipata mpira hampotezi kwa sababu mko karibu, mnapasiana. Kwa hiyo ilikuwa moja kubwa sana, na wachezaji walivaa huo usika tu, kweli walijilinda mno mpaka mechi inaisha. Lakini baadaye walikuwa wanashambulia kwa kushtukiza kwa sababu muda mwingi kwanza kwenye goli, na Kibu ndio alikuwa anasaidia kwenye hiyo kasi, na Mpanzu ndio surprise kweli. Sfaxien inaonekana kama mpango wao mkubwa kuweka sana kwa Mpanzu. Alikuwa kutani na watu wengi kwenye 1v1, ni mmoja tu, ila Kibu ndio muda mwingi kuna watu wawili watatu, labda kwa sababu waliwafunga huko kwa Mkapa. Kwa hiyo nadhani hiyo iliwasaidia mpaka wanapata goli lile la pasi ndefu ya Shemalon, na alijua kwamba mimi kufanya build from the back na hawa Sfaxien na ni press naweza kukaribisha yale makosa aliyofanya. Kwa hiyo mpango ulikuwa kutoka kwa pasi ndefu, na ndio hiyo ambayo ilizago. Malona alipiga pasi ndefu kwa Ateba kati anajaribu kupiga kitanzi, au akafunga goli moja zuri sana. Kwa hiyo sababu kwa Fadlu tunaona ni kubwa. Sababu ya pili tulizungumza ni weakness ambayo Sfaxien wanayo kwa performance. Mechi ya Simba mfungo ni mchezo wa 6 mfululizo. Sfaxien ni timu off, haipo kwenye form zote. Hiyo sababu ya pili, kama uliwaona walikuwa na struggle kufunga sana. Sababu ya tatu ambayo haina umuhimu sana, kwa sababu shabiki wa kuwepo kuna namna iliyosaidia wachezaji wa Simba kupoa. Natamani tubaki na hiyo sababu ya pili kwamba Sfaxien ni wabovu. Unakubaliana na hiyo hoja kwamba ni wabovu kwa sababu tu wanacheza na Simba, au ubovu unaonekana dhahiri kwamba wako hivi siku zote? Yes, hata mimi naungana kwamba ni wabovu, na hata mimi niliaddress mechi kwenye Simba kupata ushindi kwa reference ambayo nilitoa hapa kwenye kipindi Alhamis kwamba pamoja na kufungwa hapa Dar es Salaam 2-1, bado Simba walikuwa na total dominance ya mchezo. Yani muda wote Simba ndio walikuwa na umiliki mkubwa, uwanja ukainama, bado wakaonekana wanashambulia kwa muda wote. Ina maana hawakuwa na resistance bora. Wanasema timu bora ni ile ambayo ina resist pia kwenye ubora mwenzake. Ndio hapa neno la kitaalamu endurance inakuja, kwamba ustahimilivu wakati mwenzako amechukua ubora wa mchezo. Sasa nikatoa reference kwamba baada ya kutoka kucheza na Simba hapa kwa ushindi wa bao 2-1, alipoondoka nyumbani amecheza mechi 3 katikati, 2 nyumbani kwake na 1 away, zote amepoteza. Itoshe kusema ni timu ya kawaida, na katika mchezo ambao amepoteza katika ile ya ligi kuu kule kwao, moja ilikuwa ni timu dhaifu sana. Unazungumza Matlui, ni timu ya kawaida, daraja la kawaida. Esperance anapoenda kushinda kokote ni sawa na ukubwa wa Simba na Yanga kwa hapa Tanzania kushinda kokote, lakini yeye nyumbani alicheza na timu ndogo bado akapoteza. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba hawakuwa wamekaa vizuri kiushindani, na hasa kwenye level ya Champions League ya shirikisho.